Iran imeonyesha hadharani jeneza la aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei katika mji mkuu wa Tehran, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya maandalizi ya mazishi makubwa ya kitaifa yanayotarajiwa kuanza Julai 4 mwaka 2026. Tukio hilo limefungua rasmi kipindi cha maombolezo ya kitaifa kinachotarajiwa kudumu kwa siku kadhaa, huku serikali ya Iran ikijiandaa kupokea mamilioni ya wananchi wanaotarajiwa kushiriki katika shughuli za kumwaga mmoja wa viongozi waliotawala kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeneza la Khamenei liliwasilishwa katika ukumbi maalum uliotayarishwa katika jiji la Tehran, uliopambwa kwa vitambaa vyeusi, bendera za taifa la Iran na maandishi ya kidini yanayoakisi kipindi cha maombolezo. Viongozi wakuu wa serikali, makamanda wa jeshi, viongozi wa dini, wabunge na maelfu ya wananchi walifika kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo, huku mamia ya watu wengine wakisubiri kwa muda mrefu kupata nafasi ya kuliona jeneza hilo. Picha zilizoonyeshwa na vyombo vya habari vya serikali zilionyesha jeneza likiwa limefunikwa bendera ya taifa la Iran, ishara ya heshima ya juu kabisa kwa viongozi wa taifa. Katika hatua nyingine, jeneza hilo pia lilifunikwa kwa bendera nyekundu yenye maandishi ya Hussein yenye alama ya uzito mkubwa katika utamaduni wa Waislamu wa madhehebu ya Kishia. Bendera hiyo hutumiwa kuwakumbuka waliouawa kwa dhuluma na kuashiria kuwa damu yao inapaswa kutafutiwa haki, jambo ambalo viongozi wa Iran wamekuwa wakilitumia kueleza mtazamo wao kuhusu mazingira ya kifo cha Khamenei. Iran imetangaza kuwa maandamano makubwa ya mazishi yatafanyika katika mji mkuu wa Tehran, Qom na Mashhad. Mbali na shughuli hizo za Iran, ibada ya shughuli za kumbukumbu pia zimepangwa kufanyika katika miji mitakatifu ya Iraq, ikiwemo Najaf na Karbala, ambako kuna uhusiano mkubwa wa kidini kati ya waumini wa Kishia wa Iran na Iraq. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na mamlaka za Iran, mwili wa Khamenei utawekwa hadharani kwa muda ili wananchi wapate nafasi ya kuuaga kabla ya msafara rasmi wa mazishi kuanza. Baada ya shughuli za Tehran, jeneza litapelekwa Qom, ambako ni kitovu kikuu cha elimu ya Kiislamu nchini Iran na makao makuu ya taasisi nyingi za kidini. Kutoka Qom, msafara utaenda hadi Mashhad, mji aliozaliwa Khamenei na ambao pia unahifadhi eneo takatifu la Imam Reza, ambapo anatarajiwa kuzikwa baada ya kukamilika kwa shughuli zote za kitaifa. Mashhad inachukuliwa kuwa moja ya mji mtakatifu zaidi kwa Waislamu wa Kishia duniani. Kuamua kumzika Khamenei karibu na eneo la Imam Reza kunatazamwa kama ishara ya heshima kubwa kutokana na nafasi yake katika uongozi wa kidini na kisiasa wa Iran kwa miongo kadhaa. Mazishi haya yanatajwa kuwa miongoni mwa makubwa zaidi kwa kushuhudiwa katika historia ya kisasa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kutokana na nafasi iliyokuwa nayo Khamenei katika siasa za nchi hiyo kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakati wa uongozi wake, Iran ilishuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa, kiuchumi, kijeshi na kidiplomasia, huku pia ikijihusisha na migogoro mbalimbali ya kikanda iliyobadili mwelekeo wa Mashariki ya Kati. Maandalizi ya mazishi hayo yanafanyika miezi kadhaa baada ya kuwa kwa Khamenei katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita kati ya Iran na mahasimu wake. Tukio hilo lilisababisha mabadiliko makubwa katika uongozi wa Iran na kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Sasa macho ya dunia yameelekezwa Tehran, Qom na Mashhad, ambako mamilioni ya watu wanatarajiwa kushiriki katika shughuli za mwisho za kumwaga Ali Khamenei. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.